Karibu sana mwana michezo, karibu tuzungumzie mengi ya kimichezo, na leo hii niko hapa na msemaji wa Fountain Gate. Tunafahamu wako hapa mjini, na siku ya Alhamisi watakipiga dhidi ya Young Africans kwenye uwanja huu wa KMC Complex, na nitakuwa hapa kwa ajili ya kuzungumza naye vitu mbalimbali. Mimi ni Irene Junior, nyuma ya kamera nipo na Morris. Karibu sana Issa Mbuzi. Irene Junior. Uko vizuri kaka? Namshukuru Mungu. Na mmetinga hapa kwa ajili ya kufanya mazoezi kwa ajili ya maandalizi. Yeah, of course ilikuwa ni session yetu ya kwanza leo kwa sababu tumefika jana usiku. Kwa hiyo tulisema tufike mapema, wachezaji wapate mapumziko ya muda mrefu kidogo kuelekea kwenye mchezo wenyewe. Kwa hiyo tumepata session ya kwanza asubuhi hii. Nadhani jioni mwalimu anaweza kaona kama atapata session ya pili au la, lakini tumekuja tukiwa tuko full nondo, wachezaji 24 ambao tumekuja nao, na wote wako tayari kwa ajili ya mchezo, na wote wamefanya mazoezi ya kwanza leo tukiwa hapa. Sawa, maandalizi kuelekea mchezo huu wa Young Africans. Tunafahamu ubora wa Young Africans, na nyinyi mkiwa mnaenda kucheza huu mchezo, maandalizi yakoje kuikabili timu kama Young Africans? Na sisi pia ni bora, kwa hiyo zitakutana timu bora kwenye mchezo huo. Kwa hiyo hata maandalizi ambayo tunayafanya, tunajua tunajiandaa kwenda kucheza na timu bora wenzetu. Of course kila kitu tunakifanya kwa uangalifu, kwa sababu unapocheza na timu ambayo ni bora kama wewe, mnapishana vitu vichache. Kwa hiyo kwenye hivyo vitu vichache ndivyo ambavyo mwalimu anajaribu kuvifanyia kazi ili sisi tuwazidi wenzetu, ili tuweze kufanikiwa kupata alama 3 kwenye huo mchezo. Sio rahisi, lakini kwa maandalizi ambayo tumeyafanya tangu tunapotoka na leo kwa namna ambavyo tumejiandaa, basi mwanga unaonekana ya kwamba tarehe 4 ni siku ambayo Fountain Gate inakwenda kukata utepe wa Young Africans wa kutopoteza mchezo kwa muda mrefu, hasa ndani ya ligi kuu Tanzania, lakini hasa wakiwa Dar es Salaam. Kama tulifanikiwa kupata alama ugenini msimu uliopita, basi hata msimu huu pia tuna uwezo wa kupata alama tukiwa ugenini, na sisi tunatamani tupate alama tukiwa KMC Complex, kwa sababu msimu uliopita mechi 2 ambazo tulicheza hapa tulipoteza kwa idadi ya mabao 4 dhidi yao. Kwa hiyo msimu huu tumekuja, moja, kurekebisha kila ambacho tulikikosea msimu uliopita, lakini 2, kuhakikisha tunapata alama 3 ambazo zitatusogeza juu ya msimamo. Lakini cha 3, tunataka tupate ushindi ili Tanzania iweze kupata ujumbe ya kwamba Fountain Gate ni miongoni mwa timu bora Tanzania pamoja na Afrika ya Mashariki kwa ujumla wake. Kila mchezaji mmoja yote atakayemgusa hapa, kila mmoja anaamini kwamba anakwenda kushinda. Yaani hamasa ni kubwa sana baina yetu sisi kama timu pamoja na wachezaji. Na ni siku ya kihistoria kwa sababu kila mchezaji anataka kuandika historia. Nilikuwa nazungumza na bwana mdogo Juma Issa Abushiri Chuga wakati tunakuja mazoezini. Nikawa namuuliza, nataka nijue, ni mtoto ana miaka 17, nataka nijue, je, ataongea kitoto ama ataongea kikubwa? Kwa kauli ambayo aliniambia mimi nataka vitu viwili kwenye mchezo. Timu yangu ishinde na mimi nibebe tuzo ya mchezaji bora wa mechi. Basi timu yangu ikikosa kushinda, basi mimi nibebe tuzo ya mchezaji bora wa mechi. Kwa hakibeba tuzo ya mchezaji bora wa mechi, maana yake timu lazima imefanya vizuri kwenye huo mchezo. Sio, unaelewa? Na sio yeye tu, lakini kuna kijana mmoja Morris anamfahamu vizuri, kwa sababu mara ya kwanza alimuona Tanzanite kwa pale. Anaitwa Henry David Messi. Ni hatari kubwa sana. Huyo watu wengi wanahitaji kumuona akiwa mchezo. Sasa na yeye unajua alikotoka, viwanja ambavyo mara nyingi alikuwa akivitumia ni kama huu wa nyasi bandia. Kwa leo alivyokuja kwanza akazibusu zile nyasi. Akazibusu, afu akainuka akafanya ishara ya msalaba, alafu akanigeukia akaniambia, Issa Mbuzi, tarehe 4 hapa naandika jina langu kwenye uwanja. Yaani Tanzania itanijua kwamba mimi najua mpira hapa kwenye uwanja wa KMC Complex. Kwa Yanga hii ambayo sasa hivi inaonekana kuogopeka kweli kweli. Unajua sijui watu wanatafsiri vipi mchezo. Ukitazama mechi ambazo Yanga wamecheza, kuna ambazo wameshinda, kuna ambazo wametoka sare. Si ndio? Ukitazama mechi ya mwisho ya ligi ambao walicheza wakitoka sare wakiwa ugenini, na kwa namna ambavyo sisi tumecheza tukiwa ugenini na tulivyocheza tukiwa nyumbani, kuna tofauti mkubwa. Yaani ukipima namna ambavyo sisi tumecheza na wao, sisi tumecheza beta zaidi yao. Alafu ligi ya ndani tofauti nayo mashindano mengine, sisi tunafahamiana wenyewe, kwa sababu Yanga ina wachezaji wengi kutoka Morogoro na sisi tuna wachezaji wengi kutoka Morogoro. Yanga ina wachezaji kutoka Zanzibari na sisi tuna wachezaji wengi kutoka Zanzibari. Unawasikia wenyewe kwanza huko? Mwanuke si anawazuga. Sasa kile chuma kinaitwa Mwanuke. Mwanuke nimemwambia
ule upande wako wa kulia. Yes, full back namba 2, upande wako wa kulia. Hakikisha unamwaga upupu. Yaani kila anayegusa anajiwasha anarudi kwake. Yaani unamwaga upupu, watu wajikune, shughuli ishie hapo. Kwa hiyo mimi niseme kwa Tanzania, Fountain Gate inakwenda kushinda tarehe 4. Tunawaachia upupu wajikune. Mbele ya mashabiki wao. Mbele ya mashabiki wao. Tunawaachia upupu ili wajikune. Unajua upupu unaweza ukaunasa hapa lakini ukajikuna mgongoni, ukajikuna kichwani. Sisi hizo ndio shughuli ambazo tumekuja kuzifanya. Kwa sababu tumejipata na tumejipata kweli, lakini tunaanza na Mungu kwa mara nyingine tena tukiwa Dar es Salaam. Maandalizi yanakuwa tofauti ya namna gani ukiwa unaenda kuikabili timu ya daraja kama Young Africans na maandalizi kuikabili timu ya madaraja ya kati? Hivi unajua kuna ugumu mkubwa sana kucheza na Coast kuliko kucheza na Yanga. Kwa nini? Kwa sababu sisi huwa tukamie. Sisi Fountain Gate. Sisi hatukamii. Sisi tunacheza kawaida kukamia. Si mtaona Disemba 4. Sisi tunacheza football. Tunacheza kwenye misingi yetu ya mpira. Huyu atakimbia huku, atapiga chenga hivi, atapiga pasi pale, tunaondoka. Tunawaacha wao wacheze na sisi tufanyaje? Tucheze. Lakini ukicheza na timu kama Coast, sijui kama Mashujaa, ile nginja kama Tanzania Prison, nginja upewe hata nafasi ya kupumua. Lakini sisi tuna enjoy. Unaona penetration, unaona kabisa mifumo, unaona hii timu inacheza kweli. Sasa wanakwenda kushambulia, unaona kabisa shape ya kwenda kushambulia. Timu inajilinda, unaona kabisa shape ya kufanyaje? Ya kujilinda. Bwana mawinga sasa wanataka kukimbia, unaona kabisa zile invited wings zile zinaingia, zinatoka, wanakwenda mbele. Kwa hao ndio Fountain Gate. Kwa kuna urahisi mkubwa kucheza na Yanga kwa sababu na wao soga wanacheza bila kukamia. Kwa sisi tunacheza boli na wao wanacheza boli. Hapo ndipo ambapo sisi tutaonekana ni bora zaidi yao. Sijui unanielewa hili. Mimi nakuelewa vizuri. Hapo ndipo ambapo sisi tutaonekana ni bora zaidi yao. Hivi Chuga akishakasirika atakabwa na nani? Ndio hapo sasa. Messi akishauma meno atakabwa na nani? Ismail Azizi Kada akishasema sasa nakwenda mbele atazuiwa na nani? Wanasema kule kuna Dickson Job ambaye anafanya hiyo kazi. Kuna kina Baka. Tuna Henry David Messi ataenda kuonyesha madhaifu yao au mabeki wenu au mabeki wao siku ya tarehe 4. Sawa? Yaani sisi tukikasirika tumenuna hivi. Kwamba ndani joto nje wanafiki tumenuna hivi. Hawachukui kitu. Hata alama moja wapata. Hawapati. Hawatoboi. Kwa hivyo ambavyo tumejipata hilini. Kwa hivyo ambavyo tumejipata. Tumejipata kweli kweli. Kwa hivyo ambavyo tumejipata. Wewe si uliona kwa Mkapa tulikuwa tujajipata bwana Morris. Tuna wachezaji 9 ndani. Wagonjwa kibao, lakini watu walihangaika hapa wanarukaruka pale. Ndio, wakatufunga kwa taabu. Sasa hivi ambavyo sisi tumejipata. Sasa hivi imekamilika mkiwa wote. Alafu tuko neutral ground. Huu uwanja hauna mwenyewe. Narudia tena kusema, hii ni neutral ground. Yanga si ndio wenyeji? Yaani wangetaka sisi watufunge angetupeleka Zanzibar Zoke MC. Aha. Hapa anatoka. Hapa watusumbui. Hilo wenyewe ndio wanaongoza kwa kushinda kwenye uwanja wa KMC. Hawatusumbui hapa tukiwa hapa KMC. Zanzibar tungetetereka. Pigwa 4 hapa. Hiyo ni zilipendwa ilini hiyo ni TBT nimesema. Hiyo ni TBT. Sasa hivi Fountain Gate ina sura mpya. Wewe unasema Fountain Gate ya Selemani Mwalimu ambaye sasa hivi hayupo. Fountain Gate ya Edgar William ambaye sasa hivi hayupo. Fountain Gate ya Omar Makame, Mpemba Mkristo ambaye sasa hayupo. Hii ni Fountain Gate ya Henry David, Chuga, Ismail Azizi Kada, Deliki Mukombozi, Kulandana, Sadiki Saidi Ramazani, Parapanda, Mponzi. Shomari, kijana mdogo tumetiatia udaga hapa pamoja na watu wenye experience. Hiyo ndio Fountain Gate ambayo naizungumzia sasa hivi, uweze kuifunga kirahisi. Hivi Irene wewe ushtuki? Wakati hatujajipata. Yaani mtu katufunga goli nyingi zilikuwa 3. Juzi, sasa hivi tumejipata. Juzi JKT ndio wametufunga tukiwa nyumbani. Tuseme tu ni bahati tu kwa upande wao. Lakini tulidominate ile game. Tulitengeneza nafasi nyingi kuliko wao. Kwa hiyo hasira za kupoteza alama 3 Tanzanite kwa raha tunakuja kuzihamishia KMC tarehe 4. Irene, uje mapema. Mimi mapema nimefika. Uje mapema na uambie. Nataka nishuhudie Fountain Gate. Na uambie ndugu zako wasije na matokeo mkononi. Watakuja kuwapiga mawe hapa makocha wao. Wanakuaga na kapu la pointi 3. Wanakuaga kabisa. Watakuja kuwapiga watu mawe hapa. Kwa hiyo waambie kabisa kwamba Fountain Gate haitanii. Na inataka kweli alama 3 zao. Kabisa. Lakini sasa hivi wana striker bora kweli. Sasa hivi wanakuambia Prince Dube amejipata tayari. Sisi tuna mtu anaitwa McDonald Obase Onyenyeche na mableach hivi. Na sifa ya mableach tunajua. Anajua boli. Ukishaona mtu ana bleach unajua anajua boli. Na huyo kwanza linafanya pale home hapo kwanza linavuja jasho. Na muuliza wewe Obase vipi? Anasema kaka, hiyo mechi hata kesho ije. Wanaitaka mechi.
Yani mimi niseme watu wanaona kama vile natania, naleta dhihaka, lakini tumekuja kushinda hili. Fountain Gate tumekuja kushinda Dar es Salaam. Hatujaja kukamilisha ratiba, tumekuja kushinda Dar es Salaam. Unaonekana kujiamini sana na tunajua mpira una matokeo matatu. Timu tunayo Irene. Yaani tunajiamini kwa sababu timu tunayo. Yaani mtu ambaye ameifuatilia Fountain Gate ikicheza, akinisikia nikiwa nazungumza, lazima atasema, lakini kweli Fountain Gate, lakini sio, unaelewa? Sisi hatubahatishi. Sisi tunacheza mpira kweli. Yaani sisi hatubahatishi. Yaani hakuna mechi hata moja kwenye mechi 5 za mwisho ambazo tumecheza tumezidiwa kimchezo. Hakuna mechi hata moja. Hakuna mechi hata moja. Kwa kesho kutwa sasa tunakwenda kuwabana watu mbavu. Ni kutia bisibisi tu. Tunakaza nati, tunachukua zetu alama 3, tunarudi nyumbani kupumzika. Hivi wenyewe wanakuambia wanapakome mtu ambaye akabiki akibeba kikosi chake huko kumkaba ni shughuli. Sasa bahati mbaya upande ambao anaocheza kuna mtu anaitwa Jimson Mwanuke. Bwana tanki lake limejaa muda wote huyo mtu. Chini anaenda, juu anaenda, mpaka ukitaka hata ngumi mtapigana. Anaitwa Jimson Mwanuke. Chuma, afu mechi kubwa ndio mechi zake. Anapagawaga kabisa, waga haelewi. Labda mtajeni mtu mwingine. Na sisi tuna mtu ana bleach hapo. Kama issue ni bleach na sisi tuna mtu mwenye bleach. Sawa. Kwenye hizi mechi za duru la kwanza, pengine matarajio yakoje kuelekea msimu kuisha, maandalizi na malengo ya Fountain Gate yakoje? Target yetu sisi ni kufanya vizuri msimu huu. Na kufanya vizuri kwa ligi ya Tanzania ni vitu viwili. Uwe bingwa ama uwe kwenye nafasi 4 za juu ili upate nafasi moja kwenda kimataifa. Kwa kama tukishindwa kuwa mabingwa, basi walau tupate nafasi moja kati ya zile 4 za kwenda kimataifa. Kwa hiyo Fountain Gate inabidi iwe considered kwamba miongoni mwa timu ambazo zipo kwenye hayo malengo mawili. Moja ni ubingwa, lakini 2 ni kuhakikisha kwamba tunamaliza kwenye top 4. Ili vijana wetu wale wa football school kule waweze na wenyewe pia kunufaika na hiki ambacho wao kaka zao wanakifanya. Yaani vijana ambao kwa football school wakimwona Chuga ambaye amepita kwenye hayo maeneo kwamba sema bwana kumbe inawezekana na mimi kupanda ndege. So unanielewa kwamba tuko hapa darasani tunafundishwa mpira na Fountain Gate kupitia hizo program zao, lakini kumbe naweza nikafika pale. Hao ndio malengo yetu. So unanielewa? Kwa hiyo ubingwa inawezekana na top 4 ni uhakika. Sawa, wewe ni mdau mkubwa wa soka. Sasa hivi tunafahamu timu ambazo zinashiriki michuano ya kimataifa. Simba tayari wamepoteza mechi 2 mfululizo kwenye hatua hii ya makundi. Pengine kuna matarajio yoyote ambayo unayaona ukiwa wewe kama mdau wa soka? Kwanza niseme linapofika swala la michuano ya kimataifa, sisi kama taifa inabidi tuungane na kuwa kitu kimoja. Yaani hizi rangi zetu tuziweke pembeni, tusimame kuzungumza lugha moja. Kwa sababu mafanikio ya timu zetu kimataifa ni mafanikio ya mpira wetu kiujumla. Na ndio maana sisi Fountain Gate sasa hivi tunasema tunatamani kuwa kwenye top 4. Kwa sababu kuna watu walifanya kazi kubwa sana huko na kupata alama nyingi ama pointi nyingi kwenye mashindano, na sisi tukapata nafasi 4 za kwenda kimataifa. Chuga kwenda kimataifa. Kwa hiyo bado naiona nafasi kwa Simba ya kufanya vizuri kwa sababu si mara ya kwanza. Nakumbuka misimu 3 nyuma walipoteza mechi 2 kama hivi. Wakaenda kafufukia Vipers huko Uganda na baadaye wakafuzu kwenda kwenye hatua ya robo finali. Kama wamepoteza ugenini dhidi ya Stade Malien, wana uwezo wa kupata alama 3 wakiwa nyumbani. Kama walipoteza nyumbani na Petro di Atletico di Luanda wakiwa nyumbani, basi wana uwezo wa kupata alama 3 wakiwa kule. Kama hawa wamefanikiwa kushinda sasa hivi, basi wana uwezo wa kupoteza kwenye mechi zinazokuja na Simba akafanya vizuri huko na akaenda. Uzuri kwenye kila kundi zinapita timu 2. Kwa ni vitu viwili. Upate walau alama 9 ama alama 12 ili uende kwenye hatua inayofuata. Kadhalika pia kwa Azam ambaye amepoteza mechi zote 2, bado naiona nafasi. Ana uwezo wa kumfunga Nairobi United mara hizo nje ndani, kwamba akamfunga kwake akamfunga na nyumbani ni alama 6 amezipata ambazo alifanyaje? Alipoteza huko. Na akaenda kule kwa Wydad akakomana akamfunga, ni alama 9 zote tunazungumzia. Kwa hiyo inawezekana kwa sababu ni hatua ya makundi, unacheza nyumbani na ugenini. Kwa hiyo ni hesabu tu kuzipanga vizuri. Inawezekana. Kwa hiyo bado Simba na nafasi ya kufuzu kwenda robo finali, kadhalika Azam pia na nafasi, Singida pia Black Stars na nafasi, hata Yanga pia asijione kama ameshamaliza kazi, bado ana kazi kubwa pia ya kufanya. Alama 4 sio kitu. Unaweza kupoteza mechi 2 mfululizo ukabaki na alama hizo 4. Alafu wenzako ambao hawana hizo alama akapata ushindi kwenye mechi 2, wakawa wamefanyaje?
wamepanda juu. Kwa hiyo zote hizi sisi tunazitakia kila laheri, zifanye vizuri ili zote ziende kwenye hatua inayofuata, ili mpira wetu endelee kuzungumzwa zaidi na vizuri zaidi kwenye hatua kwenye anga hiyo ya kimataifa. Kwa hiyo niseme Simba bado anayo nafasi, na mimi ninaamini bado ana nafasi ya kwenda robo finali, lakini Azam na Singida pia bado ana nafasi ya kwenda hatua inayofuata. Yanga pia naye ana nafasi kubwa zaidi ya kwenda hatua inayofuata kwa sababu tayari ana mtaji wa alama 4. Ashinde tu mechi moja awe na alama 7, apate hata sare moja, nina uhakika anakwenda kwenye hatua ya robo finali. Sawa, kwa kumalizia unawaahidi nini mashabiki wa Fountain Gate? Bana, Fountain Gate tarehe 4 tukutane KMC Complex. Ushindi unapatikana, msiogope wanangu wa Team Vibe, lakini aminini ya kwamba msimu huu Fountain Gate itafanya vizuri zaidi. Top 4 nina uhakika timu yetu itamaliza hapo. Ikifika mwezi wa 5 kule tutakuwa na sisi tupo kwenye timu ambazo ziko top 4, tunajiandaa kwenda kimataifa. Nikutakie kila la heri. Asante sana Irene.